अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khalifa mtukufu ayyadhallahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba wakati mtu anaposoma vitabu vya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, athari ya kusoma vitabu vyake inapatikana sawa na fikira ya mtu. Kama ana fikira nzuri, athari yake inakuwa nzuri, pengine sawa na fikira, athari yake inapatikana. Hasa Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu anaeleza tukio mmoja. Hadhrat Muslim Maud anaeleza tukio hili wakati alipokuwa anaeleza kuhusu mjadala unaofanyika katika jamii kuhusu athari yake. Na katika mjadala huu mmoja anazungumza katika kutoa dalili ya haki na mwingine anazungumza dhidi yake, lakini wale wanaozungumza hawasemi ile iliyo mioyoni mwao, bali wanafanya mjadala kwa ajili ya kushindana. Kwa kueleza tukio mmoja, Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Maulvi Muhammad Hasan Saheb Amrohi alimwelezea Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba Maulvi Bashir Ahmad Saheb alikuwa msaidizi mzuri wa Sayyidina alayhi salam, na anasema mimi, yani Hasan Amrohi anasema mimi nilikuwa mpinzani wa hali ya juu. Maulvi Bashir Saheb alikuwa akiwasihi watu kwamba wasome kitabu kitwacho Barahini Ahmadiyya, na alikuwa akisema kwamba mwandishi wa kitabu hiki ni mujaddad. Maulvi Hasan Amrohi Saheb anasema kwamba mimi nilimwambia Maulvi Bashir Saheb kwamba njoo tufanye mjadala kwamba je, mwandishi wa kitabu hiki ni mujaddad au la, lakini sharti ya mjadala utakuwa hii kwamba kwa sababu wewe ni msaidizi wa mwandishi wa kitabu hiki, wewe usome vitabu vyake kwa kuwa na fikira ya upinzani, na mimi kwa sababu ni mpinzani, mimi nitasoma vitabu vyake kwa nia ya kuelewa. Na siku kama 7-8 ilipangwa kwa ajili ya usomaji wa vitabu, na wote wakasoma vitabu ya Sayyidina alayhi salam. Matokeo yake yalipatikana hivi. Maulvi Hasan Amrohi Saheb anasema kwamba mimi niliyekuwa mpinzani, mimi nikajiunga na jumuiya, na yeye ambaye alikuwa karibu sana na alikuwa msaidii, yeye akaenda mbali baada ya kusoma vitabu. Maulvi Hasan Saheb alielewa
na lakini mauli bashir alipoteza imani yake. Kwa kutoa rai juu ya tukio hili, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba kwa kutegemea elimu kufanya mjadala si nzuri, na baadhi wakati inaleta hasara kubwa sana. Mambo haya ni ya mambo ya ndani kiasi hiki kwamba kila anayesoma baadhi wakati hawezi kuelewa. Basi ikiwa mtu anakuwa na nia ya kutafuta shutuma, anaweza kupata shutuma katika maandiko mazuri pia. Watu wengi wanaleta shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, wanasema tulisoma vitabu vyake na katika vitabu vyake iliandikwa hivi na hivi. Wao wanasema hivi kwa sababu wao wanasoma vitabu vyake kwa ajili ya kutafuta shutuma dhidi ya vitabu vyake. Kisha baadhi wakati hawasomi maandiko yake yote, bali anasoma sehemu yake moja tu, na hii si sahihi. Na wale ambao wanatafuta shutuma wanaleta shutuma dhidi ya Qur'ani tukufu pia. Ndio maana kuhusu Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anasema kwamba Qur'ani ponyo kwa ajili ya waaminio, lakini wale wanaotafuta shutuma, wale ambao ni wadhalimu, kwa ajili yao Qur'ani hii ni hasara na inawapatia hasara. Wao wanaendelea kuwa mbali zaidi na wanaendelea kuleta shutuma dhidi ya Mwenyezi Mungu na dhidi ya dini tukufu ya Islam, na wanaleta shutuma kwamba kwa nini tunataka dini. Basi hata kama yawe maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno haya hayaleti manufaa mpaka mtu anakuwa na moyo safi, na kwa moyo safi anasoma yale maneno. Kisha kuhusu umuhimu wa swala, anaeleza tukio la Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba ilitokea hivi kwamba safari moja Sayyidina alayhi salam alienda mahakamani kwa ajili ya kesi. Kule wakati wa kusikilizwa kesi, wakati wa swala uliwadia, Sayyidina alayhi salam badala ya kuenda mahakamani akaenda kwa ajili ya kusali swala. Aliitwa mahakamani, lakini wakati ule alikuwa ana swala. Baada ya kumaliza swala akaja mahakamani. Kama ni kawaida ya mahakama, ilitakiwa kwamba hakimu angetoa hukumu dhidi yake, lakini Mwenyezi Mungu alipenda sana kitendo chake hiki kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu alimwelekeza hakimu upande huu kwamba anaswali swala, anafanya ibada, na yeye kutokujali mahudhurio yake alitoa hukumu katika haki ya Sayyidina alayhi salatu wassalam au katika haki ya baba yake. Kwa sababu hii ilikuwa kesi ya jaidad na property ya baba yake, na baadhi wakati Sayyidina alayhi alikuwa akienda mahakamani kwa ajili ya kufuata kesi hizi. Kisha kwa kueleza umuhimu wa sala na Sayyidina alayhi alikuwa akifanya nini kwa ajili ya swala ya jamaa, na namna gani tunatakiwa tuwazoeshe watu kwa ajili ya kusali swala ya jamaa, amesema halifa wa pili kwamba kuna njia moja hii pia ya kusali swala ya jamaa, kwamba mtu asali swala kwa jamaa pamoja na mtoto wake. Na kwa sababu ya kutokusali sala kwa jamaa, watu hawajui umuhimu wa swala, kwa sababu hawana tabia ya kusali swala kwa jamaa. Kwa hivyo hawajui kwamba swala kwa jamaa ina faida kiasi gani. Kwa sababu ya kuacha tabia hii ya kusali kwa jamaa, inatakiwa mtu kwa kuacha tabia hii ya kusali swala peke yake anatakiwa aswali swala kwa jamaa. Sayyidina alayhi salatu wassalam ikiwa alikuwa hawezi kwenda msikitini kwa ajili ya kusali swala kwa jamaa, alikuwa akiswali swala kwa jamaa nyumbani kwake, na yeye alikuwa haswali swala peke yake, labda mara moja tu,
lakini kwa kawaida alikuwa akiswali swala kwa jamaa pamoja na mke wake, na pamoja na mke wake kina mama wengine pia walikuwa wakijiunga na wakishiriki. Kwa vyovyote mtu anatakiwa afanye juhudi ya kuswali swala kwa jamaa, na yule ambaye hawezi kwenda msikitini anatakiwa aswali swala kwa jamaa pamoja na mke wake na watoto wake. Kila mahali ndugu wote wanatakiwa wafanye mpango wa kuswali swala kwa jamaa. Ikiwa mji ni mkubwa na watu wanaishi mbali na msikiti, kule katika mitaa mbalimbali inatakiwa swala kwa jamaa iswaliwe, na mahali ambapo msikiti bado haukujengwa kule msikiti unatakiwa ujengwe, ili muradi umuhimu wa swala kwa jamaa ni huu kwamba mtu ikiwa hawezi kwenda msikitini aswali swala kwa jamaa pamoja na watoto wake, ili watoto pia wajue umuhimu wa swala kwa jamaa ni nini. kisha sainam alah salatu wassalam alisihi sana kuhusu hii pia kwamba swala inatakiwa iswaliwe kwa masharti yake. hadhrat muslima raziallahu taala anhu amesema kwamba kuswali swala kwa masharti ni kitu kizuri sana, lakini ikiwa sisi kwa sababu ya kughafilika katika swala tunaendelea kupunguza swala, basi hii inakuwa jambo la ufidhuli. Na uzuri wa swala ni katika kuswali pamoja na masharti yake. Ikiwa swala haiswaliwi hivi, basi inakuwa jambo la ufidhuli na wala haiwezi kuleta baraka kwa ajili ya mtu. sainama alah salatu wassalam alikuwa akisema kwamba watu wanaswali swala kama kuku anakula begu. swala ya aina hii haiwezi kuleta faida hata kidogo, kwa sababu baadhi wakati swala ya aina hii inakuwa laana kwa ajili ya mtu. safari moja mtu mmoja alimletea hadhrat muslima radhiallahu taala anhu malalamiko kwamba watumishi hawatoi salamu au wadogo hawawasalimi watu wakubwa. kwa kusikia hii hadhrat muslima radhiallahu taala anhu alisihi kwamba amri ya salamu ni kwa ajili ya wote. hadhrat muslima anasema kwamba nilimsikia sainam alah salatu wassalam akisema kwamba wo na aye to tu chal e amir, teri kya isme shan ghatti hai, nikiwa ye hakuja wewe uende heshima yako haitapungua ikiwa wewe unaenda. anasema hadhrat muslima radhiallahu anhu kwamba ikiwa mtu mmoja hakubali amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini sisi tusikubali amri yake? ikiwa malalamiko haya ni sahihi, hii haikuandikwa kwamba mdogo tu asalimu atoe salamu. ikiwa mdogo hatoi salamu, mkubwa anatakiwa atoe salamu. mimi mwenyewe desturi yangu ni hivi kwamba mimi mwenyewe natangulia katika kusema salamu, kwa sababu wakati mtu mwingine anakuwa katika wazo lingine. katika hali hii viongozi badala ya kuleta malalamiko wanatakiwa wawe mfano kwa ajili ya wengine. kwa hiyo kila kiongozi mwenye madaraka anatakiwa aonyeshe mfano wake mzuri, na yeye atangulie katika kutoa salamu, na wasijali awe mtu mdogo au mkubwa au ni mtoto. Hazur anasema wapo viongozi wengine ambao hata hawatoi majibu ya salamu. mimi napokea malalamiko ya aina hii. ikiwa viongozi wana malalamiko, watu pia wa kawaida wana malalamiko kwamba wakitoa salamu wao hawatoi majibu, au baadhi wakati wanatoa majibu kwa sauti ya chini sana, au kwa baadhi wakati hawatoi majibu kwa moyo sana. katika Hazur anasema katika jumuiya kila mtu anatakiwa awe na tabia ya kusalimiana. kisha hadhrat muslim maud raziallahu taala anhu kwa kueleza tukio moja la sainam alah salatu wassalam
kwamba namna gani watu walikuwa wakimpinga sainam alah salatu wassalam katika wakati wake. Anasema halifa wa pili kwamba oktoba 1897 sainam alah salam alilazimika kwenda multan kwa ajili ya kutoa ushahidi mahakamani. baada ya kutoa ushahidi, aliporudi siku kadhaa aliishi kule mji wa Lahore, na kule alipokuwa akipita katika njia yoyote kule watu walikuwa wakimtukana na walikuwa wakimuita kwa majina mabaya. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema wakati ule umri wangu ulikuwa miaka 8 na mimi pia nilikuwa pamoja naye wakati ule. Nilikuwa sielewi kwa nini watu wanampinga Sayyidina al-Islam na wanafanya upinzani, lakini nilikuwa nashangaa kwamba Sayyidina al-Islam alipokuwa akipita sehemu yoyote, kwa nini watu wanapiga makofi na wanamuita kwa majina mabaya. Hata mimi nakumbuka kwamba mtu mmoja ambaye mkono wake mmoja ulikuwa umekatika na alikuwa amefunga kitambaa juu ya mkono wake, yule mtu pia pamoja na watu wengine kwa kusimama katika ngazi ya msikiti wa Wazir Khan alikuwa anapiga makofi, na pamoja na wengine alikuwa anapiga kelele kwamba Mirza amekimbia, yani hakufanya mjadala. Kwa kuona hali mimi nilikuwa na shangaa, hasusan juu ya yule mtu ambaye mkono wake mmoja ulikatika na yeye alikuwa anapiga makofi, na mimi niliendelea kumuona yule mtu kwa muda mrefu sana. Kisha baada ya Sayyidina Ahmad al-Islam alienda Qadian kutoka Lahore. Katika kesi moja hakimu aliahidi kwamba atamwadhibu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hata watu walichukua ahadi kutoka kwake kwamba yeye lazima atatoa hukuma dhidi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa kueleza tukio hili, Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba wakati fulani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipiga hesabu ya Waislamu ni wangapi. Wakati ule Waislamu walikuwa 700. Masahaba wakadhani kwamba labda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amepiga hesabu ya Waislamu, labda anafikiria kwamba isije mdui akatuangamiza. Masahaba wakasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sasa tumekuwa Waislamu 700, je, tunaweza kudhani kwamba kuna mtu yeyote anayeweza kutuangamiza? Hazur anasema angalieni hii ilikuwa imani ya aina gani, kwamba walikuwa 700 lakini walikuwa hawadhani kwamba mdui anaweza kuangamiza. Kwa kueleza tukio hili, Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba nguvu ya imani inakuwa na nguvu sana. Kuna tukio la Hazrat Muslim Masih alayhi salatu wasalam kwamba wakati fulani alikuwa katika mji wa Gurdaspur. Mimi pia nilikuwa kule, lakini nilikuwa sipo katika hafla ile ambapo tukio hili lilitokea. Rafiki moja ambaye alikuwa katika hafla ile akaniambia kwamba Khaja Kamaluddin Saheb na wanajamii wengine walikuwa na wasiwasi sana, na wakasema kwamba hakimu ambaye anasikiliza kesi alienda Lahori na mabaniani wamemlazimisha na wamemchukua ahadi kutoka kwake kwamba Mirza Saheb ni mpinzani wetu, lazima umwadhibu. Hata kama unamwadhibu kwa siku moja, hii itakuwa huduma yako kubwa sana kwa ajili ya jamii. Na yule hakimu ameahidi kwamba lazima atamwadhibu Mirza Saheb. Sayyidina Ahmad al-Islam aliposikia ana kauli hii ya Khaja Kamaluddin Saheb, Sayyidina Ahmad al-Islam akakaa na akasema kwamba Khaja Saheb, unasemaje? Je, kuna mtu yeyote anayeweza kumkamata simba wa Mwenyezi Mungu? Hatimaye Mwenyezi Mungu alimwadhibu yule hakimu hivi kwamba kwanza yeye alihamishwa kutoka Gurdaspur, baadaye aliangushwa chini katika cheo chake, na hakimu mwingine akatoa hukumu badala yake yeye. Kwa hiyo imani inakuwa na nguvu sana na hakuna anayeweza kupambana nayo.
basi wanajumuia wanaojiunga na jumuia wanaweza kuleta faida kwa ajili ya jumuia katika hali hii, kwamba tusifurahi kwa sababu ya idadi yao tu. Ikiwa katika nyumba fulani kuna maziwa lita 10 na kwa kuongeza maji lita 10, hatuwezi kufurahi kwamba maziwa yake yamekuwa lita 20, bali furaha ni katika hii kwamba maziwa yaongezwe, na kwa kuongeza maziwa faida yake itapatikana. Kwa hiyo wanajumuia wa zamani na wanajumuia wapya wanatakiwa wafanye juhudi ya kuimarisha imani yao. Ikiwa watu 700 walikuwa na imani ya aina hii kwamba dunia haiwezi kuwadhuru, na dunia ilishuhudia kwamba hivyo ndivyo ilivyotokea. Kisha kuhusu kesi hii halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu ameandika sehemu nyingine hivi kwamba Khaja Kamaluddin Sahib alikuwa na tabia ya kueleza kitu kwa urefu sana, na akasema kwamba Hazur Hakimi lazima atakufunga gerezani, kwa hivyo ni vizuri tupatane na maadui. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa amelala akakaa, akasema kwamba Khaja Sabi si rahisi kumkamata simba wa Mwenyezi Mungu, mimi ni simba wa Mwenyezi Mungu, yeye ikiwa ana nguvu na ana uwezo basi anikamate. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Mahakimu wawili walioteuliwa kwa ajili ya kusikiliza kesi hii, mtoto hakimu mmoja akapata mwenda wazimu. Mke wa hakimu yule alikuwa si mfuasi wa Sayyidina alayhi salam, lakini alimwandikia mume wake kwamba wewe umemfedhehesha wali wa Waislamu, na matokeo yake ni kwamba mtoto wako mmoja amekuwa mwenda wazimu, kwa hiyo uwe tayari kwa ajili ya mtoto wako mwingine pia. Yule hakimu alikuwa msomi, akasema wewe unafanya mambo ya ujahili, unasema maneno ya ujahili, na alikuwa haamini kauli ya mke wake. Kwa hiyo hakujali aliyosema mke wake, na matokeo yake yalitokea hivi kwamba mtoto wake mwingine alizama mtoni. Alienda katika mto wa Rawi, alikuwa anaogelea pale, na mguu wake uliliwa na mamba, na hivi alikufa. Yule hakimu alikuwa akimsumbua Sayyidina alayhi salam kiasi hiki kwamba alikuwa akimlazimisha Sayyidina alayhi salam kwamba asimame mahakamani, na hata alikuwa hamruhusu anywe maji. Wakati fulani Khaja Kamaluddin Sahib aliomba ruhusa ya kunywa maji, lakini yule hakimu hakumruhusu. Na hakimu mwingine pia aliyesikiliza kesi, yeye pia alifukuzwa kazi. Kwa hiyo hawa mahakimu wote walikuwa na nia ya kumdhulumu Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini waliona mwisho wao mbaya. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba safari moja nilikuwa naenda Delhi, yani anaeleza mwisho mbaya wa yule hakimu ilitokea hivi, na anasema kwamba yule hakimu alikutana nami katika stesheni ya Ludhiana, yani yule hakimu aliyetoa hukumu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, wa walimtendea vibaya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na yule hakimu akaniambia na akaniomba kwa unyenyekevu sana kwamba niombee sana kwa sababu nimefanya makosa mengi sana. Sasa hali yangu ni aina hii kwamba ninaogopa kwamba sije nitakuwa mwenda wazimu. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hizi ni nishani waziwazi za Mwenyezi Mungu. Kwa kupitia nishani hizi Mwenyezi Mungu anathibitisha ukweli wa manabii wake. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa akieleza tukio moja kwamba wakati fulani mwizi aliingia katika nyumba ya Rustam. Rustam alikuwa akijua vizuri sana jinsi ya kupigana, alikuwa mahiri wa kutumia panga, lakini ilikuwa si lazima kwamba yeye awe mahiri katika fani ya wrestling pia. Ulimradi mwizi aliingia nyumbani kwake, alijaribu kumkamata, na mwizi alikuwa anajua wrestling vizuri, kwa hiyo akashinda juu ya Rustam. Na alipoona Rustam kwamba ameanguka chini na akaona kwamba sasa atakufa, akasema mara moja kwamba Rustam amekuja.
mwizi aliposikia jina la rustam mara moja akamwacha. mwizi aliendelea kupigana na rustam hata alimangusha chini na akamshinda, lakini aliposikia jina la rustam mara moja akamwacha na mwizi akakimbia kwa kusikia jina la rustam. kwa kupitia tukio hili Hazrat Muslim Maud ametoa nasaha hii kwamba baadhi wakati watu wanaeneza uvumi za aina hii kwamba watu wanakata tamaa. Ametoa mfano wa mtu ambaye nyumba yake imeshika moto, yeye yupo pale na anafanya juhudi ya kuzima moto, lakini ikiwa yeye hayupo pale na mtu analeta habari kwamba nyumba yake imepata moto, basi anapata hofu zaidi kuliko hali ile aliyokuwa nayo wakati alipokuwa nyumbani kwake. Kisha wakati yule alipoeleza tukio hili Muslim radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba ikiwa bomu inaanguka sehemu yoyote haileti hasara, lakini ikiwa uvumi unaenea hivi kwamba bomu iliangushwa sehemu fulani, basi uvumi huu unaleta hasara kubwa zaidi. basi kwa ajili ya kuimarisha ushujaa, jambo hili ni muhimu sana kwamba tuzuie uvumi na tusimame dhidi yake. mwizi alimkamata Rustam na alimshinda, lakini alikuwa anaogopa jina lake, na kwa kusikia jina lake alikimbia. hivyo ndivyo baadhi wakati uvumi baadhi wakati unaleta haufu katika jamii. kwa hiyo tunatakiwa tujiepushe mbali na uvumi, na ikiwa uvumi unakuja tunatakiwa tusimame kwa imara na tusiogope. Hazur anasema kwamba iliyokuwa kesi ya Karamdin kusuia Muslim Maud, anasema kwamba 1902 mtu mmoja alifanya kesi dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Sayyidina alayhi salam aliitwa katika mahakama ya Jehlam. Sayyidina alayhi salam Januari 1902 alienda kule mahakamani. wakati wa kesi hii pia nishani kubwa sana ilitokea, ilhali Sayyidina alayhi salam alikuwa anaenda kwa ajili ya kesi mahakamani, lakini watu walijumuika pale, idadi yao ilikuwa kubwa sana. wakati aliposhuka katika stesheni ya Jehlam, watu walijumuika kiasi hiki kwamba kulikuwa hakuna nafasi ya kusimama pale. hata nje ya stesheni pia watu walikuwa wamesimama sana barabarani, na ilikuwa ngumu sana kupita gari pale. kwa viongozi walilazimika kufanya mpango maalum kwa ajili ya kupitisha gari ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na viongozi waliteuliwa kwa ajili ya kufanya mpango wa kupitisha gari ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. na kwa sababu ya watu wengi sana nafasi ilikuwa haipatikani. wenyeji wa mji ule na kutoka vijiji mbalimbali pia watu walijumuika pale. takriban watu 1000 walijiunga na jumuiya pale. wakati Sayyidina alayhi salam alipokwenda mahakamani kule, pia watu walijumuika kiasi hiki kwa ajili ya kusikiliza kesi hii kwamba mahakama ulilazimika kufanya mpango maalum, na watu walikuwa wamesimama hata nje ya mahakama katika uwanja. katika kesi hii pia Sayyidina alayhi salatu wasalam alishinda na alirudi nyumbani salama salmin. kama alieleza Sayyidina Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba watu walianza kujiunga na jumuiya kwa wingi sana, na baada ya 1903 jumuiya iliongezeka sana, na watu walikuwa wakimwandikia barua chungu mzima, na idadi ya wafuasi wake ilifika katika malaki, na jumuiya ilianza kuenea haraka sana, na ilianza kuenea nje ya mkoa wa Punjab katika maeneo mbalimbali. umeona kwamba katika tukio moja namna gani Mwenyezi Mungu ana muadhibu aniyemfedhehesha nabii wa Mwenyezi Mungu. umesikia kesi ya hakimu. Hazrat Muslim Maud anasema
safari fulani tulienda Lucknow. Kule alikuwa shekhe wa Sarhadi, alikuwa mpinzani wa hali ya juu ya jumuiya. Yeye baada ya kwenda kwetu kule akatoa hutuba, na katika hutuba yake alieleza tukio moja la Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa fedheha sana. Na tukio hili lilikuwa hivi kwamba wakati fulani Sayyidina alayhi salam alienda Delhi. Kule mtu mmoja aitwaye Mirza Harat Dehlvi, yeye alikuwa mjomba lakini si mjomba wa uhakika. Yeye akataka kufanya chekesho. Yeye akaja kwa kuwa polisi ya kibandia na akamjia Sayyidina alayhi salam na akasema kwamba mimi nimetumwa na serikali ili nikukamate, kwa hiyo uende pamoja nami mara moja, pengine utapata hasara. Sayyidina alayhi salatu wasalam hakumjali yeye hata kidogo, lakini watu wengine wakataka kufanya utafiti kwamba huyu ni nani. Kwa hiyo Mirza Harat Dehlvi kwa kuona hali akakimbia kutoka pale. Sheikh yule Abdul Karim Sarhandi ambaye alikuwa naeleza tukio hili, alieleza tukio hili kwa kusema hivi kwamba Mirza Sahib anadai kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini Mirza Harat Dehlvi alipomwendea wakati ule, Mirza Sahib alikuwa amekaa juu ya paa la misikiti. Hazur anasema hata hii si sahihi. Wakati ule Sayyidina Alasma alikuwa katika varanda, lakini Maulwi Abdul Karim huyu Sheikh ambaye ni mpinzani anasema kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Mirza Sahib aliposikia kwamba inspector police amekuja, Mirza Sahib aliogopa kiasi hiki kwamba wakati wa kushuka ngazini alianguka. Na kwa kusikia tukio hili watu wakapiga makofi na wakacheka sana. Lakini baada ya tukio hili ilitokea vipi, namna gani Mwenyezi Mungu alimkamata yule shekhe? Usiku ule ule Mwenyezi Mungu alimkamata yule shekhe. Yeye alikuwa amelala usiku juu ya paa la nyumba yake. Usiku aliamka kwa ajili ya kazi fulani, na juu ya paa lake kulikuwa hakuna ukuta. Kwa hiyo yeye akaanguka chini ya paa la nyumba yake na alikufa pale pale. Anasema Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba ikiwa angejua kwamba atapata adhabu ya fedheha hii, yeye asingemfedhehesha Sayyidina alayhi salam, bali angemwamini. Ingawa imani ya hii isingeleta faida, kwa sababu alikuwa hana imani juu ya ghaibu, kwa sababu imani inaleta faida wakati mtu anakuwa na imani juu ya ghaibu pia. Ikiwa mtu anaona thawabu, anaona udhuru, kila mmoja anaweza kuamini. Wale waliona mwisho wake mbaya, ilidhihirika kwao kwamba wanaomfedhehesha nabii wa Mwenyezi Mungu mwisho wao unakuwaje. Siku hizi wale watu wanaofanya dhihaka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaleta maneno machafu dhidi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Je, Mwenyezi Mungu atawaacha hawa watu wanaoleta maneno machafu dhidi yake? Haiwezekani. Lazima Mwenyezi Mungu atawakamata na atawaadhibu katika dunia hii pia. Waislamu hawatakiwi watoe majibu dhidi ya hawa watu kwa kutumia mikono au bunduki, bali wanatakiwa watoe jibu lake kwa hekima, na ni wanajumuiya tu ambao wanatoa na majibu yake, na wao wanafanya maombi sana, na sisi tunatakiwa tufanye maombi sana dhidi ya hawa watu wanaoleta maneno machafu dhidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza zaidi kuhusu tukio hili ila shekhe yule mpinzani, anasema zaidi kwamba watu wengi walikuwa aina hii, walikuwa wakisema kwamba Mirza Sahib atashikwa na ukoma, na wao walikamatwa na ukoma
mwenyezi mungu aliwakamata katika maradhi ya ukoma. Wapo wengi walikuwa wakisema kwamba mirza saheb atapata tauni, lakini wao wenyewe walikufa na tauni. Ikiwa tunapata mifano ya aina hii maelfu na maelfu, namna gani tunaweza kwamba hii si dalili ya ukweli wake au si nishani ya mwenyezi mungu? Basi mulete mabadiliko mazuri ndani yenu kiasi hiki kwamba dunia iweze kuhisi kuona hali yenu iwe ya aina hii, kwamba uchamungu wenu na kupokelewa kwa maombi yenu na kwa kuona uhusiano wenu na mwenyezi mungu watu wavutike upande wenu. Kumbukeni, maendeleo ya jumuiya yatapatikana kwa kupitia watu wa aina hii. Mkipata daraja hii, ndipo hata kama nyinyi hamtoki nje, hata mkikaa katika kona mmoja, watu watavutika upande wenu na watajiunga na jumuiya inshallah. Sadr Muslim Maud anaeleza tukio moja kwamba Sinam al-Islam alienda Sialkot. Kule mashekhe wakatoa fatwa kwamba yeyote akienda kusikiliza hutuba yake ndoa yake itavunjika. Lakini Sinam al-Islam alikuwa na mvuto kiasi hiki kwamba watu hawakujali fatwa hii, na watu walizuiliwa wasiende kusikiliza, na walipigwa mawe watu ili wasishiriki kusikiliza hutuba yake, na watu walikuwa wakikamata watu ili wasiweze kusikiliza hutuba. Na kule alikuwa mtu mmoja aitwaye Biti Saheb, alikuwa baadaye superintendent wa polisi. Yeye alikuwa msimamizi pale. Yani ilikuwa jukumu lake kwamba aangalie usalama na amani wa sehemu ile ambapo hutuba ilitolewa. Wakati watu walipopiga kelele sana na walipotaka kuleta ufisadi, na Biti Saheb pia aliwahi kusikiliza hutuba ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye akashangaa kwamba katika hutuba mabanihani walilaumiwa na yote aliyosema Mirza Saheb, ikiwa ni dhidi ya maoni ya mashekhe. Hata hivyo pia haileti hasara yoyote kwa ajili ya Islam. Ikiwa maneno aliyoeleza Mirza Saheb ni sahihi, basi inathibitisha ukweli wa Islam. Mashekhe wa nini wanaleta fitina? Kwa kuona hali ya ile, yule polisi inspector akasimama pale akasema kwamba Mirza Saheb amesema kwamba Mungu wa hawa amekufa. Enyi Waislamu, kwa nini nyinyi mnakasirika? Kuna sababu gani ya kukasirika kwenu? Hazrat Maulvi Burhanuddin Saheb alikuwa mfuasi mzuri wa Sinam alayhi salatu wassalam. Kuhusu yeye anasema kwamba kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa shekhe mkubwa wa Wahabi na alikuwa akiheshimiwa sana. Wakati alipojiunga na Sinam alayhi salatu wassalam, licha ya kuwa na hali hii kwamba mapato yake yalipungua, lakini yeye hakujali, na katika umaskini huu aliishi. Alikuwa na mtu mwenye subra sana. Kwa kumuona yeye kwa hali ya kidhahiri, hakuna anayeweza kusema kwamba yeye ni alim mkubwa sana, bali alikuwa anaweza kufikiria hivi kwamba ni mtu mtumishi ambaye ni maskini. Hata Muslim Maud anasema, mimi nakumbuka tukio lake moja kwamba wakati Sayyidina alayhi salam alipokwenda Hoshiarpur, na kule Sayyidina alayhi salam alipingwa sana. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam aliporudi, wapinzani walipojua kuhusu watu mbalimbali kwamba wao ni wanajumuiya, walianza kuwasumbua sana. Maulvi Burhanuddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kumkalisha Sayyidina alayhi salam katika treni, alikuwa anarudi kutoka stesheni, watu wakaanza kutupa juu yake choo ya wanyama, na mtu mmoja akatia choo ya nyati katika mdomo wake. Yeye hakukasirika bali alifurahi, na wakati wote alipokuwa akitupwa choo ya wanyama alikuwa akisema kwamba hii heshima ni ya wenye bahati. Hazur anasema kwamba riwaya hii imeelezwa katika
hali mbalimbali, lakini maana mradi wake ni hii tu kwamba yeye alifurahi kwa sababu ya hali ile aliyotendewa. Yeye hakukasirika na akaona kwamba hii yote inatokea kwa sababu ya kumpokea sayyidina alayhi salatu wasalam. Muslimu anasema Maulana Burhanuddin alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa akieleza tukio la kujiunga na jumuiya, ingawa alifanya bayet baadaye kidogo, lakini mwanzoni aliposikia kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam alikuja Kadian kwa miguu, na kule akapata taarifa kwamba sayyidina alayhi salam ameenda Gurdaspur, labda kwa ajili ya kesi au kwa ajili ya dharura ingine. sayyidina alayhi salam ameenda Gurdaspur, kwa hiyo akafika Gurdaspur. Kule Hafiz alikutana na Hafiz Hamad Ali saheb. Huyu Hafiz Hamad Ali pia alikuwa mtumishi wa sayyidina alayhi salatu wasalam, na alikuwa akikaa naye kwa muda mrefu. sayyidina alayhi salam alikuwa amekaa katika nyumba fulani, na chumba ambapo alikuwa akiishi mbele ya chumba kile kilikuwa mpazia. Burhanuddin sahab alipomuuliza Hafiz Ahmad saheb kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam, Hafiz Ahmad sahab akasema sayyidina alayhi salam anafanya kazi chumbani kwake, na Hazrat Burhanuddin sahab amesema anataka kukutana naye, lakini Hafiz Ahmad sahab akasema kwamba sayyidina alayhi salam amesema kwamba yeye asisumbuliwe kwa sababu anafanya kazi. Kwa hiyo Burhanuddin sahab akamuomba kwa unyenyekevu sana, lakini Hafiz Ahmad sahab akasema kwamba namna gani naweza kumwambia kumaarifu sayyidina alayhi salam, kwa sababu amesema kwamba yeye anafanya kazi, hawezi kukutana naye. Lakini Maulvi Burhanuddin sahab alimwomba ruhusa kutoka kwa Hafiz Ahmad sahab kwamba yeye amruhusu ili aweze kumwona sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kuondoa pazia kidogo. Kwa hiyo Hazrat Maulvi Burhanuddin sahab alienda upande wa chumba ambapo sayyidina alayhi salam alikuwa amekaa. Kwa hiyo kwa kuondoa pazia kidogo alimuona sayyidina alayhi salam kwamba anatembea chumbani kile, na sayyidina alayhi salam alikuwa anatembea haraka haraka katika chumba kile. Hazrat Muslimu anasema kwamba ilikuwa tabia ya sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba alipokuwa akiandika kitabu chochote au makala yoyote alikuwa akiandika katika hali ya kutembea, na vile vile alikuwa akiendelea kusoma pia alikuwa akiandika. Wakati ule sayyidina alayhi salam alikuwa anaandika makala na alikuwa anasoma pia polepole pole. Wakati sayyidina alayhi salam alipofika upande mwingine wa chumba na alipokuwa karibu kurudi, Maulvi Burhanuddin akasema kwamba mimi nikakimbia kutoka kule, na Hafiz Ahmad sahab akamuuliza kwamba je, umeshamuona sayyidina alayhi salatu wasalam au la? Maulvi Burhanuddin akasema kwamba mimi nimeshamuona, na nimeona kwamba yule ambaye anatembea chumbani kwake haraka haraka, huyu mtu lazima ataenda mbali sana. Na wakati ule ilitiliwa moyoni mwake kwamba sayyidina alayhi salatu wasalam atafanya kazi kubwa sana. Muslimaud anasema kwamba hii ni nukta moja ambaye anaweza kuona yule tu ambaye ana macho ya kiroho. Wakati ule Burhanuddin sahab bila kuzungumza na sayyidina alayhi salatu wasalam alirudi, kwa sababu alipata imani moyoni mwake kwamba sayyidina alayhi salam ni mkweli. Kwa hiyo baadaye Mwenyezi Mungu alimpatia uwezo wa kujiunga na jumuiya. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu alimpatia imani kiasi hiki kwamba yeye hakujali upinzani wa aina wowote. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba ikiwa mtu anafanya kazi kwa haraka anaweza kuoa wakati wake. Kisha amesema watoto wanatakiwa wazoeshwe kwamba wafanye kazi yao haraka na vile vile walale mapema usiku. Na inaposema haraka si maana yake kwamba mtu afanye kazi bila kufikiria, na yule ambaye anafanya kazi haraka haraka bila kufikiria yule ni shetani. Lakini yule ambaye anafanya kazi kwa kupanga na kwa kufikiria haraka haraka yule ni rafiki wa Mwenyezi Mungu.
ikiwa mtu anafikiria kwamba apumzike kwanza na kazi atafanya baadaye, katika hali hii anachelewa katika kazi yake. Tena hii si kuhusu watoto tu, bali wakubwa na viongozi pia wanatakiwa wafanye kazi zao haraka, wasichelewe katika kazi yao, kwa sababu sisi ni wafuasi wa yule ambaye alijali sana wakati na aliokoa wakati. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia katika ufunuo kwamba wakati wako hautapotezwa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe uangalifu sana kuhusu hii. kisha kuhusu Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema Hadhrat Muslim Maud kwamba nimemuona Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba kila siku alikuwa akifanya kazi, lakini vile vile alikuwa akienda kwa ajili ya kutembea. Yani alikuwa akiandika vitabu na alikuwa akikutana na watu, lakini pamoja na hali yote alikuwa akienda kutembea nje kila siku. Hata katika umri wa miaka 74 75 pia Sayyidina alayhi salam alikuwa akienda kwa ajili ya kutembea nje. Anasema hata katika umri huu pia Sayyidina alayhi salam alikuwa akienda kutembea kila siku, kiasi hiki kwamba sisi hatuwezi kufanya hivi. Baadhi wakati sisi hatuwezi kwenda nje kwa ajili ya kutembea, lakini Sayyidina alayhi salam kila siku alikuwa akienda kwa ajili ya kutembea. Sayyidina alayhi salam alisema kwamba kutembea nje katika hewa nzuri inakuwa nzuri kwa ajili ya bongo, na watu wakifanya kazi ngumu katika hewa nzuri hivi afya yao itakuwa nzuri na watakuwa wenye faida kwa ajili ya dunia nzima. Hazur anasema siku hizi vijana na watoto wanatakiwa wazingatie sana hii na wakumbushwe, hususan wanafunzi wa jamia, angalau kila siku saa 1:30 wanatakiwa wacheze nje. Siku hizi kwa sababu ya TV michezo ya nje imepungua sana. Ikiwa mtu hana udhuru wote, anatakiwa aende kila siku nje kwa ajili ya kutembea na acheze pia michezo mbalimbali. Kwa kueleza jambo hili kwamba yule anayeogopa mauti mdui pia anamogopesha, anaeleza tukio la Sayyidina alayhi salatu wassalam lile la Jehlam la Maulvi Burhanuddin Sahib. Ameeleza hivi tukio hili kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alipokwenda Hushiarpur, mashehe wakatoa fatwa kwamba yeyote akimwendea Sayyidina alayhi salam au akisikiliza hutuba yake, basi nikaha yake, ndoa yake itavunjika. Hawa ni madajjal. Kusikia hutuba zao na kukaa nao na kusoma vitabu vyao ni haramu, bali kuwaua ni sahihi. Lakini maadui hawakuweza kuleta ufisadi pale, kwa sababu polisi pia ilikuwa pale na viongozi wa serikali pia walikuwa pale na watu pia walikuwa wengi sana. Kwa hiyo hawakuweza kufanya ujasiri wa kuleta ufisadi pale, kwa sababu wanajumuiya walijumuika sana pale. Wao wakashauriana kwamba baada ya kuondoka kwa wanajumuiya tutaleta ufisadi. Hadhrat Muslim Maud anasema mimi nilikuwa pamoja na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salam alipoondoka kutoka kule na alipokaa garini, watu walikuwa wamesimama njiani wakaanza kumpiga mawe, lakini kwa sababu Sayyidina alayhi salam alikuwa garini na gari ilikuwa inatembea, kwa hiyo hawakuweza kumpiga Sayyidina alayhi salam. Walikuwa wanatupiga sisi, lakini jiwe lilikuwa likigonga mwenzao. Wanajumuiya wengine walijumuika pale kwa sababu Sayyidina alayhi salatu wasalam, wengine walikuwa wenyeji wa vijiji wa pale karibu. Kwa hiyo wakarudi nyumbani kwao, na wanajumuiya wachache waliobaki pale walikuwa kutoka jumuiya mbalimbali. Maadui wakaanza kuwashambulia katika stesheni, na wale waliposhambuliwa, mmoja wao alikuwa Maulvi Burhanuddin Sahib. Kuhusu huyu nimeshawahi kueleza
kwa hiyo maadui wakawapiga mawe na wakatupa choo ya wanyama pia, na katika mdomo wake choo ya wanyama pia iliwekwa. Na wakati ule Maulvi Saheb alipokuwa anadhulumiwa, badala ya hii kwamba Maulvi Saheb angewatukana, bali wale walioona nidhara hii wanasema kwamba Maulvi Saheb alikuwa anasema kwamba subhanallah, mwenye bahati tu anapata siku hii, na siku hizi zinapatikana baada ya kuja kwa manabii wa Mwenyezi Mungu, na hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba amenionyesha siku hii ya leo. Anasema matokeo yake yalitokea hivi kwamba baada ya kidogo wale walikuwa na mshambulia, nafsi zao iliwalaumu, kwa hiyo wakamwacha na wakaondoka. Anasema kwamba ikiwa mdui anaona kwamba watu wanaogopa mauti, kwa hiyo wanawagopesha kwa mauti. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba shetani anawagopesha marafiki zake. Basi mtu anapoogopa mdui anaona kwamba huyu ni mtu wa shetani, lakini kama yeye haogopi na anaona kwamba usumbufu aliopata ni neema ya Mwenyezi Mungu, na anaona kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu amenipatia heshima hii na amenifanyia ihsani hii, kwamba kwa ajili yake nimesumbuliwa na nimepigwa. Katika hali hii mdui anashindwa na anafedheheka na nafsi yake inamlaumu. Kuhusu Maulvi Burhanuddin kuna tukio lingine pia. Maulvi Burhanuddin Saheb kama ilivyoelezwa alikuwa mfuasi mzuri wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Kwa sababu ya kifo chake na kwa sababu ya kifo cha Maulvi Abdul Karim Saheb, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alianzisha madrasa ya Ahmadiyya, baadaye ikawa Jamia Ahmadiyya. Muslim anasema kwamba safari moja Maulvi Burhanuddin alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam na akasema kwamba katika ndoto mimi nimeona dada yangu amekutana nami. Nimemuuliza dada yangu kwamba kule hali yako ikoje huko peponi. Akasema Mwenyezi Mungu amenifanyia ihsani sana, amenisamehe, sasa mimi naishi vizuri peponi. Nikamuuliza kwamba dada unafanya nini huko peponi? Akasema kwamba mimi nauza kule matunda ya mkunazi. Maulvi Burhanuddin Saheb akasema katika ndoto nikamwambia dada yangu kwamba bahati yetu ni ya aina hii kwamba hata huko peponi pia tutauza matunda ya mkunazi. Huzuru anasema kwamba hali ya uchumi ya familia ilikuwa si nzuri, kwa katika ndoto aliona kwamba anauza matunda ya mkunazi. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kusikia ndoto hii alisema kwamba Maulvi Saheb, maana ya ndoto hii ni tofauti na ulioelewa. Hata katika ndoto hukuacha kutania. Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba matunda ya mkunazi ni matunda ya peponi, maana yake ni mapenzi ambayo hayaishi, kwa sababu sidra maana yake ni kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambayo hayaishi. Maana ya ndoto yako ilikuwa hii kwamba dada yako alisema kwamba mimi na gawanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na gawa mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika watu. Katika maelezo ya ndoto hii Muslimu anasema muumini akiishi sehemu yoyote atafanya kazi. Si maana kwamba baada ya kufa mtu akienda peponi basi kule atakuwa na starehe hatafanya kazi, bali kule pia analazimika kufanya kazi. Kama dada wa Maulvi Burhanuddin Saheb alisema kwamba anafanya kazi gani. Ikiwa mtu akifikiria kwamba sasa kuna wakati wa starehe, maana yake ni hii kwamba amepoteza imani yake. Kwa sababu Islam inasema kwamba kufanya kazi ni starehe. Mwenyezi Mungu anasema faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab, yani unapomaliza kazi yake unatakiwa ufanye juhudi zaidi na umwelekee Mungu wako.
hii ni nukta inatakiwa tukumbuke daima. Nyinyi hamna nafasi ya kufanya starehe kama watu wa dunia wanafanya, lakini kama Qur'ani imeahidi kwamba mnaweza kupata starehe, mnaweza kupata starehe ile, lakini starehe inayofikiria dunia, ile starehe si sahihi. Yule ambaye ametafuta starehe ya aina hii atakuwa kipofu katika dunia hii na katika akhira pia. Basi muaminio jukumu lake ni kwamba yeye ajishughulishe katika kazi. Baada ya kupata lengo moja afuate malengo mengine. Hii ndiyo ni maendeleo ya binafsi na vile vile ni maendeleo ya mataifa. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuwa na hali hii. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.